Na bado tupo viwanjani, karibu sana kama ndio kwanza na jiunga nasi. Saa 1 imekatika, tumesaliwa na saa 2, maana yake ni saa 5 kisha mpaka saa 6. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hujakawia sana. Hii ni viwanjani ukiwa nami Gwa Lugano Mwaka Robo. Niko na wapiga ngarao wenzangu Kinga Mkono pamoja naye Rashid Hamis. Na wakati tunakwenda hicho Kiswahili. Wapiga ngarao. Mtumbu ujue tunaenda hivyo viwanjani. Mimi niko mbele ninyi. Kinga Mkono nini? Tayari sana. Swahili kizito sana. Lugha pana sana. Na ukijua unatamba nayo anasema. Au sio? Mambo mazuri. Kabisa. Unyo. Fry. Sako kwa bako. Mambo na mamboye. Umerovu. Kama kufuatilia na kupigia simu. Bwana salamu zikufikie pote. Ahmed Hassan Michande umekumbuka vijana hapa. Na jana tulianza kuiangalia TRA, udhaifu na ubora wake, jinsi ambavyo imekuwa ikifanya katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Leo tuko na Mbeya City. Anasema wanakoma kumanya. Mbeya City ni kiasili ni timu ya Morogoro. Mbeya City. Okay. Ilikuwa ya Morogoro pale. Kama na kumbukumbu nzuri ilikuwa inaitwa Rhino Rangers. Yes, na iliwahi kuhamia Arusha. Na baada kuwa imechukuliwa Arusha ndo wakachukua jiji la Mbeya ndo kuibadilisha kuwa Mbeya City. So kiasili ni ya Morogoro. Halmashauri ya jiji la Mbeya. Baadaye kaenda halmashauri ya jiji na ikatengenezwa ndo vile kupanda ligi kuu na mambo yakawa hivi. Sijui kwapi Mbeya City ile. Si ndio iko ligi kuu. Yaani naizungumza Mbeya City ya ari ile, yani ya pambanaji wale ile. Kina mjani yeye. Ule. Au siku zinakwenda. Siku zinaenda sana. Sasa hivi Mbeya City ni wakati mwingine ambao unaitazama kwamba wakati wote inaweza kadondoka chini kule. Kaanza yani kama inapambana. Lakini ilivyokuja unajua kwenye ligi ilikuja vizuri, ilikuwa nafasi ya pili kwenye ligi ukiacha Mtibwa ambaye alikuwa bingwa na ilikuwa imefunga magoli mengi sana kwenye ligi ndio hicho nasema iko wapi? Yani anasema msimu huu kati inapanda. Msimu huu wakati inapanda. Kwenye championship. Kutoka championship. Ilikuwa iko miongoni mwa timu bora sana kwenye championship. Shida inakuja hii ni ligi kuu, ni Premier League. Yani championship na Premier League. Inawezekana championship kuna ushindani mkubwa sana. Lakini when it comes Premier League, hapo sasa ndo kuna siasa zake nyingine nzito. Kwa sababu kulikuwa lazima kuwe na utofauti. Huwezi ukatoka wa moto championship alafu kaingia kiwepesi sana. Ni mara chache sana timu inayotoka championship alafu ikawa bado ya moto. Unajua championship ni kama kucheza draft Championship. Ukija ligi kuu kama unacheza chess. Akili nyingi. Naitazama tu chess. Chess akili nyingi napenda kanda pembeni. Chess unaweza kukaa hivi nusu sali nzima. Unaweza ukaondoka ukarudi. Wapi weke kete. Ile draft na bwana, chess ni ule mchezo ambao ni kama draft lakini una vile ndude tuviiteje hivi. Una king, una queen. Kete zake zile ambazo ni kama kisana fulani, ni kiumbe fulani sanaa imefanyika huko. Ndio kuna king, kuna queen, kuna ngome, kuna yani ndio hizo kete. Draft king ni mpaka ufike kwenye mstari wa mwisho kule wa mpinzani mwako uvalishe kete. Kwa maana yake ile king au queen akishaangushwa ngome imeanguka. Kuna siku watu wa chess itabidi waje hapa wanipe somo kwa sababu chess unamwangusha vipi king na muangusha vipi queen au unaiangusha vipi ngome. Naam. Hiyo ndio ligi kuu. Au sio? Kwa maana yake lazima ufanye calculation za hatari kwenye kuwa bingwa, kushuka daraja. Na ndio maana tunawaambiaga hapa timu fulani itashuka daraja. Sio kwa bahati mbaya. Unakuwa unashajua hawa kwa nao watakolea damu wa njia. Unaelewa hicho kitu. Tumetoka kwenye sifa ya timu ya ligi kuu isiyokuwa na hela inashuka daraja. Tushatoka huko. Kwa sababu timu maskini ilikuwa inashuka daraja automatic. Mapema. Kwa sababu sinakutana changamoto nyingi. Safari, kula, maandalizi ya timu na nini. Unajua hawa watoboi. Lakini sasa hivi tushatoka huko. Sasa hivi mnahamia kwenye factor nyingine. Kwa factor nyingine mnahamia sasa kwenye quality. Wachezaji. Quality, benchi la ufundi. Unaelewa? Alafu vitaamua unashindana kwa kiwango gani. Sasa huko sasa ndio unapoenda na kwambia
hawamo. Haya bwana, mwanafamilia viwanjani, tuanze kuitazama Mbeya City na tuanze kutazama kwanza katika ubora wao eneo la golikipa, ambapo hapa tuone jinsi ambavyo wako mahiri katika swala zima la magolikipa kufanya saves. Beno Kakolanya alicheza kwa miguu hapo, na hapo ndipo ambapo unazungumzia swala la footwork zungumzia calculation. Kuwa na moja kati ya calculation nzuri. Na unajua kitu kimoja, kitu ambacho Beno hapa aliwin. Mtozi akituletea paka pale ile pasi hapo. Yes, akistopisha pale kwenye ile moment pale. Sio hapo. Ataachia play kidogo, yes, up. Unamwona Beno ameanza kuondoka golini. Anatoka golini. Umeona? Afu play wakati mpira nao mchezaji yule wa Azam mtozi tupeleke hapo. Umeona hapo Beno anachokifanya? Beno amepunguza goli, alafu anaenda kumdanganya mpigaji. Umeona? Yaani umeona mwili wa Beno unakwenda kulia, una bendi ni kulia kushoto. Una bendi kiasi, alafu anatanua, yani kwa maana kwamba huyu mpigaji asilete upande wa kulia, ni mchiti alete upande ambao mimi nitautoa kirahisi. Sasa mpigaji bahati mbaya alishafanya calculation za kupiga, hakumwangalia Beno amefanya move gani. Angemwangalia Beno angemzalilisha. Kwa sababu asingeupiga angeuchota. Unaelewa? Sawa. Yani asingeupiga angeuchota. Kwa hiyo yani angemzalilisha, yani ingekuwa angemzalilisha vibaya mno. Sasa hizi ni hesabu za magolikipa ambao sometimes experience ina matter, lakini ni mahesabu ambayo kwenye japo kuna kitu najiuliza, alipitwaje ghafla pale? Mpira ulikuwa upande wake hapa. Mchezaji wa Azam alitokea kwenye blind side. Alitokea kwenye blind side. Hakumuona, na sababu yeye alikuwa anamwangalia mpira. Yani mpigaji wa pasi alimuona anayempassia. Ila alikuja kushtuka mchezaji amepiga katikati. Hakumuona ambaye anatokea nyuma yake. Ila hesabu zake ni kwamba wakati ule mpira unaelekea golini, alikuwa na concentrate nini kinaenda kutokea mbele ya macho yake. Sio? Lakini light kama angegundua, kwa ilikuwa ni ngumu kumgundua mtu ambaye anatoka kwenye blind side. Ila ingetokea kama kungekuwa na msaada, mtu ambaye angetoka nyuma yake angeweza kumsaidia. Kuna beki kule alikuwa anafanya kama jogging, lakini ni ngumu pia kuangalia namna ya intervene hiyo movement, kwa sababu the only thing, kwa sababu pale tayari ni kwenye 18. So unaelewa, anaingia kwenye 18 kwa sababu angeweka konga, ingewekwa penalty, angetumia nguvu, yule angeweza kunufaika kwa penalty. So mimi kwangu namsifia zaidi Beno Kakolanya. Aliweza kucheza vizuri na kumchiti vizuri. Mshambuliaji akaweza kusogea kwa haraka akaja kusave. Na hii ilikuwa ni save nyingine tena kwa Mbeya City, one of the best kutokea kwenye free kick, na inapenya katika ukuta ambao aliweka Mbeya City yule Beno Kakolanya. Inakuwa ni kona. Moja kati ya mipira migumu kabisa kwenye goalkeeping. Umepita juu ukuta ambao unapiga wanaita sentimita chache kutoka kwenye usawa wa ardhi. Alafu umekuja kudunda mbele yake. Alafu unakuja kudunda mbele yako. Manake calculation zake ni lazima tu goti lifike chini ili uweze kucheza ule mpira, sio? Na ni nzuri, na bahati nzuri Beno ni moja kati ya magolikipa wazoefu. Kashacheza Young Africans kwenye ubora sana mkubwa kabisa. So kuna matokeo mengine Mbeya City unahitaji experience ya Beno ili kulifanya lango kuwa salama. Kinga mkono nilikotoka nikasema Beno alikuwa amepata bahati tu ya kucheza mpira. Sijui kama nitakuwa nimekosea, kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba mpira ukisha dunda mbele unakupoteza, unaharibu hesabu za golikipa. Na ni nadra kushuhudia duniani golikipa ambaye amefanikiwa kucheza mpira ambao kama iliyotokea akiwa yeye alipiga hesabu zake kwamba huna upata pale chini kushoto au kulia, alafu kadunda fuka hiyo. Ndio tunasema kuna siku nyingine na kwa siku yako nzuri kazini. Yaani hiyo miongoni mwa inakuwa kama unakuwa na bahati siku hiyo. Kwa sababu ule mpira umepigwa umedunda na bado yeye ukawa kwenye timing zake nzuri akaenda akaucheza. Na hizi zilikuwa mechi za mwanzo wa msimu kabisa. Kwa hiyo unaona bado akili ya kimchezaji bado imetulia, mnania afu mnacheza na Yanga, mnacheza Mbeya. Kwa hiyo una kila sababu ya kutaka kuonyesha
mimi ni kipa bora na kipa mzuri. Kwa hiyo nadhani Beno alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kucheza na kweli alifanikiwa, kwa sababu ile shuti iliyopigwa ulivodunda chini bado akawa kwenye nafasi yake ile ile. Umeona? Yaani wakati unapigwa yeye akuyumba. Alisimama tu akabonyea kidogo. Kwa hiyo ulivodunda chini ndo akaanza kutoka kwenda kucheza. Kwa hiyo akafanikiwa kucheza. Kitu kingine bora kutoka kwa upande wa Mbeya City ni mipira set piece. Naweza tukaona set piece jinsi ambavyo ni wazuri Mbeya City, kwa maana kwamba mipira ya kutenga, right? Ni wazuri sana, na hicho ni moja kati ya vitu ambavyo wamevionyesha kwenye miongoni mwa vitu ambavyo ni bora kwao Mbeya City. Katika msimu huu magoli yao mengi na nao wamefunga kutumia vichwa na cross corner, wamekuwa wanafaidika sana nazo sana. Na ni Vitalis Mayanga na pamoja na Eliudi wanafunga sana kwenye mipira, na wamekuwa wana mchango mkubwa sana kwa kutumia hizo cross za kutoka kwa watu wa pembeni, wakina mara nyingi wanawatengenezea mipira mizuri. Kama hiyo kona unaiona, ameenda Eliudi kapiga kichwa naoza kafunga goli. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo linawasaidia kutumia hiyo mipira, kwa sababu wakati mwingine hii mipira, nasema siku zote mipira hii, watu timu nyingi zikijua kutumia mipira hii kwenye ligi yetu, kuna watu wana udhaifu sana kwenye kujilinda kwenye mipira ya kona na au mipira ya adhabu. Kwa hiyo kama timu inaweza kutumia mipira ya kona ikawa na watu wazuri wapiga vichwa wazuri, hakika inaweza kufanya vizuri kwenye ligi. Kwa hiyo nadhani Meki aendelee kulifanyia kazi swala hili, litamsaidia kwenye timu yake kufikia malengo yake ya kujinasua huko kutoka alipokuwa. Hao ni Mbeya City, bado tunawatazama katika ubora wao, na katika eneo lingine ni bora zaidi kwa upande wa Mbeya City ni kwenye eneo la kushambulia Rashid Hamis. Tutatazama jinsi ambavyo wanashambulia, lakini pia sehemu ya shambulizi zao hata kutoka kwenye set piece hapo tumeona, lakini sehemu nyingine ya shambulizi linalomaanisha ubora wa Mbeya City kwenye kushambulia ni hili hapa. Unaweza kuona hapo katika hili eneo Rashid Hamis, ni namna gani ambavyo unaweza kuelezea ubora wa Mbeya City ili mtu aelewe. Sasa tukisema tu kwamba ubora kwenye ushambuliaji kutokea kwenye jaribio hii, kwa maana kwenye hilo shambulizi lililowapa bao dhidi ya TRA, unaweza tukaelezeaje? Kwanza Mbeya City wanafunga magoli machache sana kwenye set play. Ni mara chache. Yaani hii moment wakati inaanza, umeona hapo? Yes. Hapo. Hapana. Yaani hii moment ukitaka kuipata vizuri, inaanzia upande ule. Wakati unamwona mfungaji alipo, wakati mpira unatoka kwenye eneo la kurusha. Yes, hapo. Umeona hapo? Unaona shape ya wachezaji wa TRA. Ilikuwa iko vizuri, wakiamini mpira sasa unatoka kwenye eneo la hatari unakwenda kwenye eneo salama. Si ndio? Sasa mtoto turudishie hiyo picha kidogo tuone. Umeona? Wakati wanaondoka TRA, Mbeya City wanatengeneza shambulio kutoka kwenye eneo salama kulifanya kuwa hatari. Umeona wale TRA, umeona hii defense ya TRA inaondoka. Kila mtu alikuwa na ipo kwenye shape nzuri kabisa. Kila mtu alikuwa amekaa na mtu. Umeelewa? Iko shape nzuri. Angalia hatari ambayo inakuja, mpira unaletwa hapa, unakuja. Mchezaji wa TRA ana delay kuingia ndani. Mchezaji wa Mbeya City, unamwona mchezaji wa Mbeya City. Kuna beki wa Mbeya City wa TRA pale. Alikuwa kwenye eneo salama, lakini anaamini yeye anakwenda kufanya pressing kwa mtu mwenye mpira, na anamwacha mtu ambaye hana mpira kwenye eneo ambalo lingekuwa ni hatari zaidi kwenye eneo lake. Lakini bahati mbaya kwenye football unatakiwa kufanya maamuzi within a second. Na unapokosea kufanya maamuzi, ndio unasema football is a game of mistake. Kwamba yule alivyofanya lile kosa ikaenda kuagharimu ghafla, na ikapigwa pasi eneo ambalo limetoka yeye na Mbeya City wakaenda kupata goli. Na ubora mwingine waliudhihirisha pia kwenye sasa hii ni crosses. Set pieces zako unaona hizi sasa. Hii Mbeya City wamefunga magoli 5 ya crosses. Na cross na set piece. Umeelewa? Magoli 5. Hii inakuonyesha kwa nini sio kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya. Ngoja nitakupa experience hapo. Let's say umeona hapa timu za Dar es Salaam, timu nyingi za Dar es Salaam zina training kucheza mpira mzuri, kupiga pasi. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wana viwanja vizuri ambao ukipiga pasi mipira inatembea. Umeelewa? Mbeya City
na baadhi ya timu zingine. Sasa Mbeya City nafikiri ndio wamekuwa wanufaikaji wazuri wa hii mipira ya crosses na set piece, kwa sababu viwanja wanavyovitumia haviruhusu kupiga pasi kiwanjani. Pasi nyingi hazihitaji. Unahitaji kupiga long balls, unahitaji kupiga crosses, unahitaji kupiga set piece ili kucreate hatari kwa mpinzani. Angalia pasi inapigwa pembeni, ilikuwa ishakosewa, anakuja nafikiri ni mara nyingi ana set Vitalis anapiga. Mara nyingi anapiga kona kwenye mechi ya TRA tumeona. Mara nyingi anapiga kona Ambokile anakwenda kuscore. Sio? Lakini hata hivyo inachangiwa na kinga mkono move nyingine hii. Ndio nasema hata hivyo unaona inachangiwa na nini? Una watu ambao wana tabia za kupiga mipira ya kichwa. Unajua kuna wachezaji wengine kupiga kichwa kwao ni vigumu sana. Kwa hiyo inamsaidia kwa sababu una mtu kama Mayanga ambaye amejipambanua kwamba anaweza kupiga vichwa. Una Ambokile anaweza kupiga vichwa. Umeona? Kwa hiyo unaona hiyo hapo Mateo amefunga. Unaona jinsi gani kwamba wale wanaweza kujitenga na kuingia kwenye nafasi zile kutumia hiyo cross, kwa sababu hiyo wachezaji wale lazima ziwe tabia zao za kutumia mipira ya cross, kutumia vichwa. Bila kuwa na hiyo tabia, wachezaji wenye kipaji vya namna hiyo uwezo kufunga. Hata kile kichwa umeona amefunga, kafunga mbele ya beki, mtu ameamua kwenda kupiga kichwa cha chini kabisa mbele ya beki wa KMC ambaye alikuwa nadhani mpira ulivyokuwa umeshuka chini asingeweza kujikunja mtu kuinama na kupiga kile kichwa, lakini bado mtu aliinama akapiga kichwa cha mbizi akafunga goli. Kwa hiyo ni ule ambao anasema Rashid kwamba wasifu wao ni ubora wao, kwamba wanajua kupitia pembeni na kuinua mipira ya cross, kwa sababu kuna watu wana hizo tabia za kufunga kwa kutumia vichwa. Yes, na magoli mwaka robo yapo magoli ambayo unaweza kusema hili ni goli la jitihada za mchezaji binafsi. Na kuna magoli ambayo yanafungwa na timu. Unajua kabisa hii sio magoli ya mchezaji binafsi. Haya ni magoli ya mazoezini kutoka kwenye kiwanja cha mazoezi, sio? Ukiangalia Mbeya City upande wa kulia wana Kijili na wana Baraka mara nyingi. Ukija upande wa kushoto wana Yahya Mbegu ambaye anacheza kwa muda mrefu sana, si ndio? Maeneo ya mbele kwa maana ya mawinga wao, si ndio? Wana Maji Mengi na wana Mwani, sio? Ambaye anatokea pembeni. Hapa front kuna Ambokile, kuna Rifat Msuya, kuna Vitalis Mayanga na kuna Mateo Anton, si ndio? Hawa wote washambuliaji wote hawa wanne niliowataja hapa wana wasifu wa kupiga, wana uwezo wa kucheza mipira ya kichwa. Unaelewa? Kama utakumbuka mechi ambayo wanapoteza dhidi ya Mtibwa, Ambokile ilipelekwa pasi upande wa kulia, mara nyingi akatuliza, ikapigwa cross kamba. Sio? Haya, mechi dhidi ya KMC imepigwa cross upande wa kulia, Vitalis ana set kamba. Mechi dhidi ya Singida Black Stars imekwenda wakapoteza umiliki, wakati wa kuokoa Black Stars wakajikuta wameseti kwenye njia ambayo mara nyingi alikuwa amejitenga, anapiga cross kamba. Unaelewa? So kuna moment zinatokea kwenye timu. Hizi nimekwambia ni mara chache sana utakuta Mbeya City unafunga mipira ya namna hii. Ni mara chache sana. Utakuta na hii inatokea ni awareness ya opponent kwenye eneo la defense. Ikitokea wamejikuta wana shape mbaya. Umeona kama ile, kwa sababu hii moment Vitalis ameanza kuonyesha kwamba anautaka ule mpira baada ya kutoa pasi ya kwanza anaingia ndani. Si unaelewa? Akiwa ametokea pembeni. Sasa awareness ya defense ya KMC sio kwamba haimuoni Vitalis. Ilipaswa kumuona kwamba huyu amecheza pasi ya kwanza, pasi ya pili atapasiwa tena. Si unaelewa? Vitalis anaingia pale. Manake lazima awareness ya defense ya KMC ilipaswa kuona kwamba hii movement ya Vitalis inaenda kwenye box ni mtu hatari, kwa sababu hakuwa na mpira, kwa sababu alikuwa onyesha kwamba naingia hapa, kwa sababu yule beki aliyokaa naye, yule beki aliyokaa na Vitalis wakati mpira umeanza kuchezwa, Vitalis hakuonekana kama ule mpira atautaka. Lakini yule beki wa KMC bado aliendelea kutokuwa makini, kwa sababu mpira tayari ushapokwa unakuja kwao, lakini yeye akaendelea kumweka upande wake wa kulia ambao Vitalis analiona goli. Alipokuja kushtuka kwamba sasa huyu bwana anakimbia kuingia kwenye box, tayari ashaachwa watu wamoja. Tunaona pale ameshamwacha. Yaani kama alichelewa, lakini alikuwa na uwezo yule beki kuingia na kumzuia asifike hapo. Kulikuwa na walinzi wawili ambao walikuwa na faida kuweza kumkaba. Muona mtu alikuja kumkaribia Vitalis
ni mtu alikuwa ametoka mbali sana kukimbia, ambaye alipoteza mpira. Yani alikuwa anakimbiza ule mpira wake. Aliupoteza ule mpira. Umeona mpira? Umeona yule alikuwa anakimbiza. Kuliko wale wengine wote walikuwa wamezubaa kiasi ambacho yule akaingia. Lakini ndo nasema ni miongoni mwa magoli yao machache ambayo wanafunga kupita hivyo, kwa sababu ile shambulizi tunawasifu Mbeya City kwamba waliweza kuamka kwa haraka baada ya kupata mpira na kuamua kushambulia. Kwa tafsiri ya kuwafunga Mbeya City ni kuruhusu kuto kupiga crosses. Yaani ukitaka kuwafanya Mbeya City wasishinde, maana ukiwanyima kupiga cross, maana yake Mbeya City inaweza kaenda hata mechi 3, 4, 5 hawajafunga goli. Kwa sababu kwenye football sio nguvu yao kubwa na sio tegemezi kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo inawezekana kwenye kiwanja cha mazoezi wana train zaidi crosses zipigwe ili washambuliaji wao waweze kuscore na set piece, maana ya fouls au corner. Imekuwa ni moja kati ya nguzo kubwa ya Mbeya City kwenye kucreate hatari langoni mwa mpinzani. Naam, ukiwa unaendelea kubaki nasi viwanjani hapa. Kumbuka safari yetu imeanza saa 3 kamili, mwisho ni saa 6 kamili. Mimi ni Gwelgwano Mwakalobo, niko na Kinga Mkono pamoja na Rashid Amis. Habari mpasuko, habari ambayo imetufikia hivi punde ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Isimani lakini pia akihudumu katika wizara mbalimbali ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa William Lukuvi amefariki dunia. Habari ambayo imetufikia hivi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sababu Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake limeliwe. Yes. Si habari nzuri, lakini ndio ambacho kinaendelea sawa. Alipata sana umaarufu na alifanya vizuri zaidi katika wizara ya ardhi ukilinganisha na wizara nyingine zote ambazo amewahi kupita. Kwenye ardhi ndiko alidumu muda mrefu pia na akafanya vitu vingi sana. Amefanya mambo mengi kwenye serikali kwa muda mrefu. Ameacha mwandamizi. Ameacha kumbukumbu. Yes, bado tupo nawe na tuendelee na mjadala wetu, na wanasema hakuna kizuri kisichokuwa na kasoro. Ndivyo ilivyo kwa Mbeya City, pamoja na ubora wao lakini pia wana madhaifu yao. Tuyatazame madhaifu yao japo kwa haraka. Ni wapi ambapo huwa inakuwa tatizo kwa Mbeya City miongoni mwa klabu ambazo zimekuwa zikifungika sana? Ni kama wewe piga tu kwa umbali wowote. Lenga tu goli. Kianzia hapo Ibrahim Moro, hii shughuli ilianzia pale Fountain Gate. Ngoja kwanza nani Wakalobo. Unajua hapa unachosema hivyo, yule ambaye tulimsifu kwa kuokoa, sasa sijui huko katikati ya msimu imekuwaje. Unajua yani tulimsifu Beno mwanzo wa msimu alianza vizuri sana. Sasa sijajua hapa katikati yamemkuta yapi kiasi ambacho unaona watu wanaagiza yanafika. Lakini kingine nilichojifunza kwa Mbeya City udhaifu wao kwamba wanaruhusu sana magoli kwenye kipindi cha pili, na hasa kuanzia dakika ya 60 kwenda hadi mwisho wa mchezo. Yaani unaona ni timu ambayo imeruhusu magoli mengi sana kwenye hizo dakika. Kwa hiyo sijajua wanachoka, wanapoteza umakini, na ndio unaona ni kama kuchoka na kupoteza umakini, kwa sababu kufunga goli dakika hizo ni timu ambayo haitilii maanani kwenye mchezo katika kipindi hiko. Kwa sababu unaona hata ile goli wanafungwa ni kwamba mtu anachukua mpira Imoro, mpira unamkuja kwake, hamna mtu anayekwenda kumfuata, mpira unamgonga miguuni mara ya kwanza, unamgonga miguuni mara ya pili, anatengeneza kwa mara ya tatu, bado anapata huo muda wote. Wale viungo wao hawezi kuja kukaba kumzuia ili asipate hiyo nafasi, kwa sababu na sifa ya viungo wakatikati wale ni kuhakikisha kwamba wachezaji unaanza kuwavuruga kuanzia kwenye zoni yako, ukiwa uwaruhusu watambe na kusogea, lakini wao wanamwacha mtu ana control, anajitenga, anajiandaa mpaka anapata kuweka nguvu na kupiga shuti. Kwa hiyo nadhani umeona hapo kiangalia hao. Umeona yule mpira umeanza, kaacha katembea. Anakwenda kumfuata mtu baada ya ashaamua kucheza mpira. Lakini alipaswa kumkaba, kumfuata na kumbuguzi mapema ili yule asipate ule muda ili acheze pasi na kuwasaidia kujilinda. Na alimfuata kwa pressure ndogo sana. Yani unaona kabisa kama ni mtu ambaye kama amechoka, ameondoka kwenye mchezo, mtu anapiga shuti inakwenda na kuwa goli, unaona? Kwa hiyo matokeo yake Kakawanya anaonekana kipa ambaye hayuko kwenye uzuri wake, lakini kwa timu kwenye mashuti namna hii, kwa sababu kule watu wameshazubaa na timu nzima imezubaa, hata wewe kipa unajikuta umekuwa hauko mchezoni. Kwa hiyo ukipigwa shuti unaikuta iko kwenye nyavu. Rashid Amis, inawezekana anaonekana moja kwa moja aliyekuwa na shida ni yule ambaye pengine alipaswa kumkaba Ibrahimu Imoro hapo. Umeona huyo? Ana pengine itakiwa anzia hata kwa. Umeona pasi imepigwa akaanza kutembea. Akayeka. Sasa unajua mimi nikilizungumzia tu hili goli, nafikiri hata Mbeya City wenyewe sitakuwa nawapa faida.
Mbeya City wamefungwa magoli zaidi ya 5 nje ya 18. Nje ya 18. Na hili kwa ulitumia mchezo mmoja. Ulitumia kauli nzuri mwanzo, japo sio nzuri sana. Kwamba we piga tu utafunga. We piga tu, sio? Umeona kama hapa ameattempt Aucho ya kwanza sio Aucho, kuna mtu kwanza alipiga. Bali Aucho alikuja, wewe ni mtu wa pili. Alipiga Keyeke ikarudi kwa Aucho. Aucho akapiga ikarudi like ilenga kwamba piga tu. Sio, unaelewa? Kwa maana yake kwa Mbeya City wamefungwa nje ya 18 na Prisons. Wamefungwa nje ya 18 na Singida Black Stars na Pamba. Wamefungwa nje ya 18 na Pamba. Wamefungwa nje ya 18 na yani ni mfululizo wa magoli yasiyopungua 5 nje ya 18. Katika mechi moja zidi ya Singida hiyo umeona magoli matatu. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Unaweza ukaanza kumfikiria kwamba tuna goalkeeper mzembe ambaye anafungwa from the distance. Lakini ili usipige, ni wakina nani wanatakiwa kureact ili usipate hiyo nafasi? Ndio Kinga Mkono alikuwa anajaribu kueleza. Lakini kwenye shape, unajua mfano let's say kama lile goli la kwanza ambalo tuliona hapa la Imoro. Mpira ulikuwa kwenye safe zone. Kabisa yani. Safe zone. Umeona hapo tozi hapo. Maana unaweza kusimamisha kama ita safety kabisa zone. Umeona shape ya ulinzi, shape ya team. Huyu Rabi Juja sio analazimisha warudi nyuma. Back pass ni kupoteza. Ndio mko salama. Yani back pass ni kupoteza. Ukishafanya tu back pass, maana yake nyie mmepoteza. Sio? Japo kwenye mpango kazi wa mwalimu inawezekana akamwambia bana, tukifika eneo fulani piga back pass. Hawa wachezaji ambao tukipiga back pass kwa tabia ya mpinzani huenda wakajivuta. Wachezaji wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Wachezaji wa Mbeya City wako 8 kwenye lango lao. Manake hiyo ni eneo salama kabisa. Sio 8 tu. Sasa imepigwa back pass. Wakati inarudi, unaelewa, wakati wanarudi wamerudi tena kwenye shepu nzuri, wakati wanajilinda. Kuna watu 4 nyuma, kuna watu 2 mbele. Alafu unamwona huyu alikuwa anaenda kufanya pressing. Hapo umeona akatembea. Yaani akaenda kufanya hiyo pressing. Kulikuwa na Hija Leader Shamte kwenye hili tukio ambaye naye angeweza kufanya kitu. Na huyu mwenzie ambaye alikuwa anafuata Keyeke japo waliishia njiani kwa sababu afu baadaye ndo akili kamwambia ni ufuate. Alipofuata ndo maana akamkuta tayari mtu ashajiandaa mara 3 ule mpira. Lakini angeweza kati ile pasi ya Keyeke na kwenda kwa Imoro, angekuwa na ile speed ambayo alikuwa anaenda kwa Keyeke, angeliuza angeenda kule, angemkuta yule kwa sababu ule mpira ule jamaa Imoro kaucheza mara 3 kabla ya kupiga shuti. Na alitaka kuanguka nao. Umeona kabla ya kupiga shuti. Sasa ukiangalia kwenye shape ya namna hii, kwanza unamsifia mpigaji. Kwamba ana uwezo wa kutafsiri energy aliyokuwa nayo na eneo ambalo amelilenga, sio? Kwenye hii shape, manake hawa wachezaji wote hapa waliokuepo kwenye field wa Mbeya City wakiangalia hivi wote wananungunika sema damu Mkongwe hapa umetuzingua. Kwa kifupi Beno Kakolanya sio mbovu, lakini magoli ambayo yamefungwa yalianzia kwenye eneo la ulinzi. Awareness kwenye eneo la midfield, kwenye kiungo chao. Sababu tunaamini kwamba kama mchezaji anapata nafasi ya kupiga mpira kutokea mbali ni kwamba amepewa nafasi. Na ndio maana nikakutajia sasa kwa nini? Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa sababu wapinzani wamewajua Mbeya City wao wana tabia ya kujaa golini wengi. Umeona? Kwa kuwa wana tabia ya kujaa golini wengi, kwa hiyo uweze kupitisha mipira ya karibu kuwapenya kwa kuvunja ngome yao. Umeona? Meki amejaribu kuitengeneza timu yake iwe imara kwenye hiyo safu. Lakini sasa tunawafungaje? Sasa sisi tutakuwa tunajaribu mbali kwa sababu wao wanakimbia wote wanaenda kukaa kwenye goli lao, wanaacha watu nyuma. Umeona? Kwa hiyo maadui wanaweza kupata zile rebound ambazo kulipaswa kumuona, ndio unakuja kumuona mtu kama kwenye timu kama Simba unamwona mtu kama Kagoma anakuja kupola hiyo mipira. Umeona? Inapodondoka mipira pale ndio unamtaka mtu awepo wa kupokea mipira ambayo inatoka nyuma. Sasa unapomkosa mtu wa kupokea mipira, yakipigwa mashuti ndio yale yakilenga goli, lazima utamlaumu golikipa kwamba ni mzembe, lakini likishapigwa shuti ambayo limepita kwenye watu, hilo ni goli ni halali. Kwa hiyo nadhani ni changamoto yao Mbeya City. Endelea kubaki nasi viwanjani. Hii ni soka letu na tunaishia hapo kwa leo tukiwatazama Mbeya City, na siku nyingine tutatazama klabu nyingine na hivyo ubora na udhaifu wake. Tunao mengi sana ambayo tumekuandalia siku ya leo.
viwanjani. Cha msingi endelea kubaki nasi. Mimi ni Gwalgano Mwakalobo, nipo na Kinga Mkono pamoja na Rashid Hamis.